Mjumbe. Yeye mjumbe. Hivi ubogobogo ana shida gani lakini? Bogobogo kuja kwangu mimi mchana kweupe, kunipola cheni yangu, kunipigia vyombo vyangu teke na kunitolea panga mchana. Kweli? Wewe angalia. Vipi mjumbe, mkeo yupo? Anaoga bwana, acha mambo yako. Leti utamu. Sasa mjumbe, mimi nakupigia simu siku 3, pokea simu yangu kwa nini lakini? Sipokea, nimekwambia ukituma nyota mimi nikirudisha nyota baridi. Kuna nimetuma reli ujue kuna nongo hapa. Mimi mambo message bwana mistaki sasa. Nipe basi ile mzako chap ndio inanisubiri pale nje bala. Unaona sasa kazi yako. Jana nimekupa shilingi 15 nimeitoa kavu. Nibaki na 2 tu. Hizi tena. Mjumbe na wewe. Kwa mimi ukinipa 15 ndio nipe hela nyingine. Wewe tunasaidiana, lakini usaidiana yenyewe maisha ndio. Mimi nimekupa riziki tu, ulikuwa na nani pale? Kila mtu anakukataa mambo yako ya vizinga hayo. Mjumbe bwana, na isha tunaye mkeo apige pasi. Nikikupa hii sasa. Nikikupa bwana simama mwenyewe Jumamosi. Sikiza nikwambie bwana mjumbe. Wewe mimi nipe 15 nyingine. Ukishanipa hiyo hela hata 10,000 tu. Unanilegeza. Hamna jioni mimi na wewe jioni wewe njoo kwangu tamalizana. Hamna shida. Mimi sasa hivyo kwa mvivu unavyokuja unakuja kama fungo. Na hizo ndevu punguze basi. Shika. Udugu. Udugu wangu. Majuto. Majuto. Kwa hiyo ina maana simu zangu wewe uzioni au nini? Yaani sio kama simu zako sizioni Zawadi. Naziona vizuri tu. Lakini nilipanga nikipata nafasi nzuri nikupigie. Na kuhusu lile swala lile nimeshaanza kulifanyia kazi. Na linaenda vizuri tu. Unajua Zawadi, sio kila changamoto unaweza ukaimaliza kwa mauaji. Kwa mimi kuna njia zangu ambazo niliamua kuzitumia na namshukuru Mungu zinaenda vizuri. Kwa hiyo unanihakikishia kwamba swala mimi basi nikuachie wewe unalimaliza. Wewe niachie mimi. Haya. Basi nikupe hongera kwa hiyo. Haya hongera. Kwa hiyo hongera. Tumelimaliza, si ndio? Basi sawa, hilo tuliweke pembeni, tuje na swala lingine maana humu ndani tuna mambo mengi. Haya. Vipi sasa kuhusu ile jambo la mama wako? Na lenyewe umelipatia utatuzi ama ni nini? Yaani kwa kitu Zawadi, mimi nategemea kupata ufumbuzi kutoka kwako. Kwa sababu mimi sina njia kabisa. Basi sawa. Mimi nataka nikupe mtu ambaye atakuja kulimaliza tatizo lako lote. Hasa nawe kwa nini huyo mtu kunipa siku zote? Sasa si utulie, mbona una haraka? Kuwa mpole. Na kusikia kelele zako tu. Shida nini asubuhi asila? Sio kelele. Udugu wangu, huyu mumeo anawachekea wananchi wake. Bogobogo kuja kwangu mimi mchana kweupe, kunitolea panga, kunitolea vyombo vyangu kuvijiteke kweli. Afu yeye anaangalia tu, na sio kama hajasikia. Huyu kayasikia, anaogopa wananchi wake. Bogobogo yeye nani? Bogobogo yeye mjumbe, Bogobogo yeye mwenyekiti, mpaka aje tawale mchana kweupe kwangu mimi. Sio kwa mimi sijapenda. Yaani shoga yangu hilo swala mimi kila siku mwanaume nazungumza naye. Kazi yake ndio mdomo na kofia lake basi kama anaogopa radi. Haya nini sasa? Yaani mimi nina shida mimi. We mume vipi? Hai hali gani walikuchagua ili ufanye mambo kama hayo? Mimi nimechoka kuongea, bora hata uchambwe kama hivyo na wananchi wako. Ndio uliziki. Naomba hela yangu niondoke. Pesa tena? Haya nini? Mumeo hajakwambia? Tumekutana msibani, hela mchango wa msiba hana. Ni azime nitakupa. Hela na siku ya 3 ndio nimepewa leo. Nisingekuja kuifuata hii hela nisingepewa. Kwa elini. Sheria hujajua. Ulivyo mtu mzima wewe na utu uzima huo. Yaani na msiba mimi.
Basi umesema huna hela wewe. Jana tu umetoka kuombea saluni umesema hauna. Hai hela ulificha mfuko gani? Unapenda kunizalilisha. Kwani kitu gani? Unachamba yaani msiba, sio nachamba. Wewe mwanaume unazidi ila, unazidi mimi kunifuja. Ungenikuta mimi hivi, wewe ungenitaka mimi wewe. Angalia mkeo hizo nywele zipoganda na ngozi. Kama nilitia mkono kizani baada ya kutoka na mume mtoka na zimwi. Na sura lake lile kama ajuza wa mamba. Unanikera bwana. Ukoje? Wewe unaona umepata losheni na kupendezesha, sasa hivi unaongea sana mjinga. Ishi kama ngedere. Ngedere ana nguo na anapanda juu. Ajui nani anamchungulia. Ajali maneno watu. Unakaa unaongea unabwata hapa. Wewe badala kutulia uliza kwani ilikuwaje? Mtoto wa kiume lazima ni force. Wamekaa hapa unakuwa kama umetoka kuna nini ili vipi wewe? Jiangalie maisha hayo. Yaani wewe ndio ulivyo. Ukosi neno hata la kuongea na mshati wako. Kama dera. Sipendi, yaani sipendi kabisa tabia yako. Yaani umenikera. Wewe utarudi kwenye nyumba yenu ile nyumba nini mbavu za mbwa. Yaani bora ya hayo. Nishajua kuoga huyu tena. Wewe uliniambia kuwa mume wako jogoo hapandi mtungi. Si ndio? Basi mimi nataka nikupe mtu wa kuishi naye. Yaani unatulia naye. Tunu nataka nikupe mtu, sio mtu nataka nikupe mtu. Kwanza mkaka handsome. Wewe unasema Kanji ni handsome? Kanji wako ni handsome? Kanji wako ana hela? Dada hujakutana na watu. Huyo kaka ana pesa. Upo na waganga anawajua vizuri, ana waganga wa aina zote. Ukitaka watunguli dada anaye, ukitaka wa vitabu anaye, ukitaka sijua manyanga kila mganga wote anawajua. Yaani ni wewe tu utayari wako. Ukikubali kuwa karibu na yule mtu. Sawa? Kila kitu chako kwisha. Sasa wewe Zawadi, kama huyo mtu ni handsome, ana pesa na anawajua waganga wazuri na wabaya pia, kwa nini usingekuwa naye wewe? Unaamua kunipa mimi. Kwa hiyo mimi nakusaidia wewe tena unaona mimi nakosea. Mimi siwezi kuwa naye huyu, mimi nilikuwa natoka na rafiki yake. Upo? Sasa naanzaje kuwa naye tena? Huyu ndio maana nataka nikupe wewe. Mimi najua mambo yako, najua shida zako. Atakusaidia Tunu. Niamini. Yaani kila kitu chako kinaenda. Yaani habari za huyu mama yako anakutokea sijui asubuhi katoka, mchana yaani ni anakutisha wewe unakaa huna raha. Ana mtaalamu huyu, akikupeleka kwa huyo mtaalamu anachukuliwa yule mama yako, anawekwa kwenye chupa, alafu anapigwa nge. Mmemua mama nawe utaanza na 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 na. Ndugu yangu Mwazani, saizi usiku kulikoni? Shoga yangu wewe niache tu. Nikuulize wewe, maana ulivyochoka uko sawa lakini? Ndugu yangu wewe acha. Yaani saizi hapa ndo naingia naika ubavu tu unakuja kunigongea. Nimetoka Msanga kwenye shughuli. Yaani shoga yangu hiyo shughuli haikuwa pambe sana. Hata kuja kunialika nikusindikize udugu wako kweli? Hamna ndugu yangu Mwazani. Wewe mke wa mtu. Saizi mimi ndo narudi. Mume wako angekuelewa. Acha nawe na kichwa ndizi bwana. Shoga yangu. Yaani ujio wangu mimi hapa. Kuna kila nimekuletea. Shoga yangu ndo udugu wangu, msiri wangu, shoga chonde. Haina shida ndugu yangu. Likitoka najua umetoa wewe. Umenipa ngapi ndugu yangu? Umelisikia kwa nani? Mzigo changu hiki. Hii hapa 1,000 na 10,000. Tukichangana na ile inakuwa 6,000 na 10,000. 6,000 shoga yangu. Napata matofali mangapi? Matofali 6,000 hapo labaki 10,000. Hii hapa shoga yangu. Kichumba na sebe bibi wewe najificha kwenye kitundu changu. Mume wenyewe si unamuona wewe? Hamna shida. Familia yenyewe si unaijua nilioingia kichwa ndugu yangu. Maana kama nimeenda kinyume nyume. Mapenzi hayo. Mapenzi wapi? Ni stara tu. Upo. Afanikio shoga nitafukuzwa ni kama paka aliyokosa malezi. Tena ya kwao.
nijifiche kwangu. Shoga yangu lisitoke Mwanja. Mwazani, wewe umenipa mimi hela ngapi? Umesikia kwa nani? Mimi mwenzako unajua kukaa na kitu. Nakuamini. Hii hapa utosikia kwa mtu aina yoyote kama mvunipa hizo zingine. Mimi siwezi kutoa jambo lako wewe. Likitoka najua wewe. Umesikia kwa nani? Nimemaliza. Usiku mwema shoga yangu ndaga. Ndugu yangu na wewe pia. Ni mwa huyo chagubu. Haya. Wanawake wajanja siku hizi. Hapana. Mwanaume anahangaika kaenda huko kaenda shamba kafanya kazi za ujumbe kapewa buku kapewa 2000 ampa mkeka kwa mambo peke yake. Kalale mimi. Umenitia nini? Peleke chooni. Mpeleke chooni. Mimi nikupeleke wewe uani? Ndio. Embu nyanyuka hapo, acha kujiendekeza. Unashuka kujiinua hapo ukajikokota ukaenda msalani. Unajui kwamba ni moja ya mazoezi? Siwezi. Wewe uwezi kwenda chooni? Sina nguvu mama. Nina nguvu mama, ila mdomo wa kuongea kujibizana na watu wenye nguvu zao unao, si ndio? Sasa inuka utaenda chooni mwenyewe. Inuka hapo uende chooni bwana. Sina nguvu mama. Wewe usinitanie. Hebu inuka nenda. Wewe kumbe unajiendekeza wewe? Wewe kulingana na umri wako na wewe maradhi yanayokusumbua, si ulishauriwa na daktari wewe unafanya mazoezi au sio wewe? Tono siwezi. Inuka. Inuka uende chooni. Hebu inuka. Wewe kumbe kiburi wewe. Inuka nenda. Inuka. Hebu inuka. Ni huyu anajiendekeza huyu Hebu inuka. Hii nini umefanya? Nimekwambia siwezi. Nimekwambia siwezi. Upumbavu gani umefanya? Nani atoe uchafu wako? Nani akusafishie hapo? We mtu mzima unalibwanda. Unategemea nani atafua haya mashuka? Sasa inuka, nenda bafuni, kafua haya mashuka na usafishe hizi nguo zako. Unanisikiza vizuri? Nisamee Tunu. Wewe si unajifanyaga una mdomo kiburi wewe hapa. Si ulijifanyaga unampaka maneno mume wangu, Tunu ananinyanyasa, kiko wapi? Inuka nenda chooni mwenyewe. Inuka chukua haya mashuka ukayafue sasa hivi. Wewe sikusamei, utainuka inuka. Inuka uende. Mama nisaidie. Ananifuata. Nisaidie. Naitwa Hadija Moto, mwenye moto wangu mjini. Siofii mawimbi wala mkia wa pweza. Juu na daka chini na kanyaga. Mimi ni yule kivurugi wa Mama Moto. Shabiki wangu wa nguvu kabisa. Usikose kwenda pale mjini YouTube ukaangalia movie yako tamu kabisa ya Majuto. Yaani Majuto, wallahi na kuhakikishia utojuta kuangalia. Na pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment. Ndani ya Mkongwe TV ni ya moto, mambo mengi. Yaani I say mambo ni mengi. Nawapenda sana mashabiki wangu. Nikamaje nikaoge. Naomba kwanza simu yako nimpigie huyo mtu. Kumekucha sasa. Yaani mtu tangia kaondoka. Bado tu haipatikani, usijui ana shida gani. Ukamwacha. Babe, ungeachana nayo utampigia baadaye. Yaani shida sio tu kumpigia baadaye. Nimempigia simu mchana hapatikani. Nimepiga zaidi ya mara 5 mpaka sasa hivi, mpaka ananitia wasiwasi sasa. Sasa hapo wasiwasi gani anakutia? Yaani kinachonitia mimi wasiwasi ni kwamba ameondoka hapa nyumbani akiwa hayuko sawa kabisa. Na kibaya zaidi, hajaja na dereva wake. Gari anaendesha yeye mwenyewe leo na hapatikani mpaka sasa hivi. Kwa nini nisiwe na wasiwasi? Yaani hapo nani Tunu unamzungumzia nani? Si Zawadi huyo, nani mwingine?
Hapatikani, ona mtu hapatikani mpaka sasa hivi. Huku sikutiana mapresha huku. Kwa hiyo Zawadi kafika hapa nyumbani. Amekuja na leo amekuja ni mara ya 3 hii. Kweli siku la kufa alisikida. Wewe mara ngapi nimekwambia Zawadi asije hapa? Yaani moja ya sababu ambayo ilishawishi mimi mpaka kukubalia wewe tuame ni kwa sababu ya Zawadi. Yaani leo tena umeenda umemtoa kule, umekuja naye huku na kasha kuja mara 3 hapa. Maana yake anapajua. Wewe lakini wewe Tunu una matatizo gani? Wewe mara ngapi nakwambia kuhusu Zawadi? Mimi mbona siwe kukataza hata siku moja kuhusu naniliu, yaani yule rafiki yako nani sijui Mwatanga sijui Mwanani, mbona siwe kukataza? Achana nayo Shangingi, hamna mwanamke, hamna rafiki humo. Kanjuko unafika mbali. Simutie rafiki yangu Shangingi. Sio Shangingi yule. Ni mdada tu mwenye heshima zake na anajiheshimu. Rafiki yangu mimi sio Shangingi. Sio Shangingi. Tunu. Kuna siku, ipo siku ambayo haina jina, utakuja kunielewa hiki ninachokwambia. Ipo siku, naamini katika hii dunia, ipo siku ubaya ukizungumzwa na kurudiwa mara nyingi unageuka kuwa ukweli. Kwa hiki ninachokwambia mwanamke kuhusu Zawadi, kuwa sihitaji aje hapa. Na wala sitaki kabisa urafiki naye. Ipo siku utanielewa na utakuwa umechelewa. Period. Kama mwanamke unamuongeleza mara kitu, kila siku unaongea kitu kimoja tu. Kila siku unaongea kitu kimoja. Wewe hujaona marafiki wote unaenda kumwona Zawadi, Zawadi naye rafiki. Yaani watu kabisa atoe rafiki, mtu atoke na rafiki yake wao anamtoa Zawadi. Nimeanza na wenzako, subiri zamu yako. Mama, nawe utakufa. Na 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 na. Niliwasha moto wa tamaa moyoni, nikaona pesa ni njia ya kufika juu, nikawasahau wale waliokuwa karibu, nikajenga dunia yangu kwenye uongo. Nikaona pesa ni njia ya kufika juu, nikawasahau wale waliokuwa karibu, nikajenga dunia yangu kwenye uongo huu. Macho yangu yakapofuka, nikaona dhahabu kila kona, upendo